na kuwa wanastahiki kuwa na hadhi ya kuitwa ni miungu. Inakujaje binadamu wanafanya kosa hilo? Tumesema asili walisemezwa washirikina wa Maka. Kitabu kimekuja kwa lugha yao na mtume ni ndugu yao, lakini kinawahusu watu wa pande zote za ulimwengu. Mtume huyu katumwa kwa ulimwengu mzima. Qala Sawi, amesema Sawi, alistifhamu, suali lililoanza mwanzo wa aya, ainnakum, hivi nyinyi, lilinkari wa tashnia alaihim. Suala hilo maana yake Allah anakataa wanayoyatenda au wanayoyaitakidi washirikina, na anawaumbua kuwa hawako sawa, ingawaje kawaumba vyema, lakini hawathamini hata hadhi waliopewa wa kuitwa khulafaullahi fil ardi. Wal maana, na maana ya maneno hayo, aantum, hivyo nyinyi, taalamuna annahu la sharika lahu fil alami alulwa wasufla. Nyinyi binadamu mnajua kwamba Allah hana mshirika kwenye ulimwengu wa mbinguni wala ulimwengu wa hapa ardhini. Juu yuko anatawala peke yake, na hapa ardhini anatawala peke yake, na nyinyi mnajua hilo. Fakaifa tajaluna lahu sharika, sasa inaanzaje mpaka nyinyi mumjalie Allah ana wenza, ana washirika? Hii mmetoa wapi? Tena washirika wenyewe hata akili hawana, masanamu hawawezi chochote, wanaitwa miungu. Kwa hiyo ni Allah ndo aliyeumba ulimwengu, akakuumbieni ardhi yenu hii ambayo ndo asili yenu, na nyinyi mko hapa kwa kiasi cha siku 2 kwa makadirio ya nyakati mnazotumia. Wajaala fiha rawasiya, akajalia Allah katika hii ardhi yenu milima, min fawqiha, akaiweka milima juu ya ardhi kwenye location maalum, kwa hisabu maalum, ili ardhi itulie isiyumbe, kwa sababu kila kitu kilichopo katika ulimwengu hakiko stationary, vyote viko kwenye motion, vinatembea. Na katika kutembea, ardhi ilipoumbwa ilikuwa inayumbayumba kwenye kutembea yake. Allah ndo akaiwekea milima katika location maalum, kwa mahesabu maalum, itembee lakini iwe imetulia. Sisi tunajenga maghorofa yanaenda juu kwenye chombo kinachokimbia kuliko magari yetu haya, lakini tunajisikia tumetulia wala hatuna wasiwasi. Ni kazi ya hiyo milima. Jaala fil ardi jibalan thawabita lialla tamida bilbashari, Allah amejalia juu ya ardhi milima iliyothibiti ili kutuliza ardhi hii isiwayumbishe watu, wajisikie wako katika utulivu. Wanaenda wanarudi, wanalima, wanavuna, wanajenga, wanafanya kila kitu, wanajisikia wako katika amani na utulivu. Allah ndo kawafanyia hivyo, alafu mnamkanusha. Wabaraka fiha, halafu Allah aliyewaumbia ardhi hii akaibariki. Kitu ukiambiwa kina baraka, maana kina faida nyingi. Na mashallah, ardhi yetu ina mahitaji yetu yote tunayoyahitajia. Allah hakughafilika akaweka mazingira ya kwamba tutahitajia kitu hakipatikani au hakiwezekani. Wabaraka fiha, Mola wenu ametia baraka katika hiyo ardhi, ameibariki hiyo ardhi. Yani maana yake akthara khairaha bima jaala fiha min almiyahi wazuru'i wadhuru'i. Allah anasema ameibariki ardhi kwa sababu amekuwekeeni ndani yake kheri nyingi. Mfano, amejalia katika hiyo ardhi maji, na maji ndiyo sosi ya uhai wa kila kilicho hai, na akajalia kwenye ardhi inaotesha miti na mimea kwa ajili ya chakula cha wanadamu na wanyama wao. Wadhuru'i, na Allah akaweka ndani ya ardhi vitu vingine ambavyo wala binadamu hawavitegemei hivyo directly, lakini wananufaika navyo pia.
kila kitu kimewekwa humo. Waqaddara fiha aqwataha, jengine alilowafanyia Mola wenu, qaddara fiha, ameweka makadirio, bajeti yake katika hiyo ardhi. Aqwataha, aqwatun ni jamu ya neno qutun, qutun ni chakula, aqwatun kasema vyakula. Viumbe wanaoishi kwa kutegemea mlo ni wengi na wanatumia milo tofauti tofauti. Mti nao pia unakula, lakini haupiki biriani wala hauli kuku, hauli nyama. Umetayarishiwa riziki zake miti yote na mimea katika ardhi. Kuna wanyama ambao wanakula nyama. Allah kapiga mahesabu ya wanyama wanaoliwa na wanyama wanaokula wanyama wengine hawaishi. Tangu dunia imeanza mpaka sasa maisha yanaenda. Kila aliyestahiki kupata riziki katengewa bajeti yake na kahakikishiwa atanufaika na riziki zake mpaka muda wa maisha yake kumalizika. Na sisi ndo vivyo hivyo, kakadiria kwa mahesabu vyakula vya viumbe wanaotegemea mlo katika kuishi kwao. Vyote hivyo Allah kaviweka hii kwenye ardhi yetu hii. Qaddara fiha, amekadiria kwenye hii ardhi, aqwataha, vyakula vya viumbe ambao wanategemea mlo. Yani mnaneemeka na neema alafu hamumjui mneemeshaji, mupo tu bado mnamkanusha. Qaddara arzaqa ahliha wa maashihim, Allah amekadiria riziki za viumbe watakaoishi juu ya ardhi hii na akakadiria mfumo mzima wa maisha yao. Qala Mujahidun, amesema Mujahid, khalaqa fiha anharaha, Allah ameumba kwenye ardhi mito ambayo inatiririsha maji. Wa ashjaraha, na Allah ameumba kwenye hii ardhi miti. Ardhi inaotesha miti yenye umri mrefu na mimea midogo midogo yenye umri mfupi. Wa dawabiha, Allah akakadiria viumbe wanaotembea juu ya ardhi, wanyama, ndege, wadudu, binadamu na vinginevyo, vimewekwa kwa mahesabu. Wajinga wanapiga kelele, population imeongezeka, dunia tumeizidi. Nani kakwambia imezidiwa? Mbona bado imetulia tu? Aliyekadiria haya mambo kayaweka kwa kipimo, na kafanya makadirio hayo Mola wenu fi 4 ayamin, kwa kipindi ambacho kinakadiriwa kama siku zenu 4. Kaumba ardhi kwa siku 2, makadirio yanayohitajika juu ya ardhi akayafanya kwa siku 4, zikawa siku 6. Kakadiria haya aliyoyakadiria fi 4 ayamin sawaan lisailin, kwa kipindi cha kiasi siku zenu 4 sawa sawa, siku 4 kamili. Kwa wale wanaouliza habari ya muda, wajue ni siku 4 Allah alifanya makadirio ya ardhi na vilivyomo ndani yake. Anapotaka mambo yake Allah anaweza kufanya lamhatan wahida, kun fayakun. Lakini kutaja idadi ya siku sio kwamba alikuwa anahitaji plani, anahitaji washauri, wataalamu wa michoro na mambo mengine. Haya hutupa sisi mfano, tunapotaka kufanya kazi zetu tusikurupuke, tuzifanye kwa umakini na kwa usahihi. Ndiyo maana yake. Kafanya kazi hizo za kuweka mipango ya ardhi hii kwa muda wa siku 4 zilizotimia kwa wanaotaka kujua hisabu. Fi tamami 4 ayamin kamilatin mustawiyatin bila ziyadatin wala nuqsanin, ameweka budget ya ardhi hii katika siku 4 zilizotimia sawa sawa, bila ya kuzidi wala kupungua. Lisailina an muddati khalqi al-ardi wa ma fiha, kaweka hii figa Allah kwa wale wanaouliza muda uliotumika kuiumba ardhi na vilivyomo juu yake, siku 4. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun, halafu Allah
akajikita akaelekea katika mbingu, na wakati huo mbingu ilikuwa ni moshi. Yani amada ila khalqiha, Allah alikusudia baada ya kukamilisha makadirio ya ardhi, akadhamiria aweke na makadirio ya mbinguni. Wa qasada ila taswiyatiha, na akadhamiria kuiweka sawa mipango ya juu mbinguni kama alivyoiweka ya ardhini. Wahia, na wakati huo hiyo mbingu bihaiati dukhani, ilikuwa katika umbo la moshi. Kuna aya nyingine kasema wa kana arshuhu ala almai, arshi yake Allah ilikuwa juu ya maji. Maji yenyewe ndo hapa kasema dukhan, ni moshi, kwa sababu inajulikana kisayansi maji yanaweza yakakutikana katika hali kuu tatu. Unayakuta maji katika gaseous form, au yatakuwa kwenye liquid form, au yatakuwa kwenye solid form. Gaseous form ni huo moshi au mvuke. Liquid form ndo haya ya kawaida kimiminika tunayokunywa, na solid form ni yale ya mgando, theluji, barafu, ni maji. Kwa hiyo wakati huo katika harakati za kupanga vya ardhini, mchakato wa kupanga vya ardhini ukatengeneza huo mvuke. Allah akakusudia autumie mvuke huo kutengeneza vya juu pia. Qala Ibn Kathiri amesema, wal muradu bidukhani, makusudio ya hiyo dukhani au moshi, bukharun, ni moshi. Bukhar ni moshi. Na bukhari moshi gani? Bukharul mai, ni moshi wa maji, mvuke. Yani hata hapa angani tunapotoka tukatembea, kuna kitu kinaitwa humidity, unyevu uliomo ndani ya atmosphere. Mmenifahamu? Kuna maeneo ni makavu kweli, mpaka hewa yake kavu ina utata hata kupumua, lakini kuna maeneo mengine yana urutuba, yana umajimaji kwenye hewa yake. Kwa hiyo bukharul mai ni moshi wa maji. Almutasaid minhu hina khuliqatil ardu, maji haya yalikuwa yamefanya evaporation, yamepanda juu katika process za kuiumba ardhi na vitu vyake, yakaelekea huko juu. Faqala laha, kwa sababu Allah amedhamiria na juu aume kitu, akaliambia hilo eneo la juu ambayo anataka kuliseti, kulipanga liwe mbingu, akaliambia walil ardhi, pamoja na hiyo mbingu akaiambia na ardhi simultaneously. Ardhi na mbingu akatoa oda yake Allah, akaviambia itia tawan au karha, nataka muitikie nitakavyo, mkipenda musipende. Itia tawan au karha, nafanya mambo yangu, nataka mukubali, mkipenda msipende. Yani istajiba li amri, nataka ardhi na mbingu mutekeleze maagizo yangu, muitikie maagizo yangu. Taiataini au mukrihataini, mukiwa mmependa au mmechukia, mmetaka au hamkutaka, nataka iwe nitakavyo mimi. Si kama Allah alikuwa anaongea na hivyo viumbe na akategemea jawabu yake. Hapa tunasomeshwa sisi kwa lugha ya mfano unaoeleweka. Allah anamaanisha kutuambia ukaidi kwetu haufai, kwa sababu analotaka yeye Allah halipingiki, lazima liwe. Kama alivyosema, la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nnasi walakinna akthara nnasi la ya'lamun. Wallahi, kazi ya kuumba mbingu na ardhi ni kubwa zaidi, ngumu zaidi kuliko kuwaumba watu, lakini watu wanajifanya wao ndo wao, wengi hawafahamu. Kwa hiyo hayo magumu Allah kayaweza na hayakumgomea. Binadamu mwenye kila udhaifu, yeye ndo anajidai kugoma, anajifanya mjuaji sana.
Kwa hiyo kayafanya makubwa magumu bila ya kikwazo wala upinzani wowote. Vikwazo na upinzani unapatikana kwenu binadamu ambao ni viumbe dhaifu. Ndo maana yake. Qalata, mbingu na ardhi kwa pamoja vikasema, ataina taiin, tutatekeleza unayoyataka kwa ridhaa yetu, sio kwa kufosiwa au tukiwa tumechukia. Anamaanisha kwenye kuumba mbingu na vilivyomo mbinguni na kuumba ardhi na vilivyomo ardhini, ukitutoa sisi hakupata objection yoyote wala upinzani wowote, hakukuwa na resistance. Lakini kwetu sisi sasa ndo kuna vituko, na wakati viumbe wenyewe hamna kitu. Yaani wale viumbe dhaifu kuliko maelezo ndo wanajifanya wao mamwamba. Vile viumbe vikubwa vigumu ambavyo vingeonyesha labda upinzani, havikuwa na upinzani wowote. Qalati samawati wal ardu, mbingu pamoja na ardhi vilisema, ala lisani alhali, ataina amraka tai'aini, tutatii maagizo yako kwa ridhaa yetu, kwa hiari yetu. Yani vilikubali, hakukuwa na upinzani wowote. Qala Zamakhshari, mwana wa chuoni Zamakhshari amesema, wa hadha ala tamthili, sio kwamba Allah alikuwa anajadili na ugomvi na viumbe vyake hivyo mbingu na ardhi, anaongea lugha ya mfano unaoeleweka kwenye akili zetu, ni lugha ya mfano. Sio kwamba aliviambia kwa ubabe, mkitaka msitake kweni, hakuna. Ameongea Allah kwa lugha ya mfano kama ninavyokuelezeni. Vitu vikubwa vigumu kafanya, havikuwa na upinzani wowote. Upinzani unakuja kutokea kwa viumbe dhaifu binadamu. Ai, maana yake annahu taala, hakika yake yeye Allah mtukufu, arada takwinahuma, alikusudia au alidhamiria kuvifanya vitu viwili hivyo, kuumba maeneo mawili hayo. Falam yamtana alaihi, hakuna kikwazo chochote wala kizuizi chochote katika kuviumba viumbe hivyo. Kavifanya kwa urahisi kabisa, hakukuwa na purukushani wala upinzani wowote. Wakanata, na viumbe viwili hivyo au maeneo mawili hayo yalikuwa fi dhalika, katika kufanyiwa kazi ili yawe kalmaamuru, kama ni yule mwenye kuamrishwa, almutiu, ambaye ni mtiifu katika kutekeleza amri. Yani vimetengenezwa na vikakubali kiulaini bila ya resistance yoyote. Kalmaamuri almutii, kama mwenye kuamrishwa mtiifu. Idha warada alayhi amru al-amiri al-mutaa, mwenye kuamrishwa ambaye ni mtiifu akipewa agizo na anayemwamrisha ambaye anastahiki atiiwe, huwa hana longolongo, kama jeshini tu. Wenyewe na kanuni nasema obey first then complain. Kwa hiyo amri yoyote askari mdogo akipewa anasema yes sir, anakwenda kunungunikia mbele, lakini pale lazima atekeleze agizo. Ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo mbingu hazikugoma, ardhi haijagoma na haitagoma. Lolote linalofanywa katika makadirio au majukumu yake liloumbiwa, inatekeleza ardhi na mbingu inatekeleza. Walgharadu, na makusudio ya Allah kwenye aya hii, taswiru athari qudratihi, anatupa taswira. Tutumie akili zetu, tufanye makadirio, imagination ya kwamba fil maqdurati, katika mambo ambayo Allah huwa anakadiria, anadhamiria kufanya, min ghairi an yakuna hunaka khitabun wa jawabun. Lugha aliyotumia kaviambia kuweni mkipenda msipende, vikasema tutakuwa kwa kupenda. Lakini huu ni mfano, Allah kafanya hayo katika namna ambayo hakukuwa na mazingira ya kwamba kuna maswali na majibu au amri na jawabu. Ni mfano sisi tuelewe, anafanya makubwa
na hayamgomei. Kugomewa, anagomewa na viumbe sisi dhaifu ambao hatujipendi, kwa sababu kugoma kwetu athari yake itarudi kwetu wenyewe. Allah hatuwezi kumdhuru, hatumchafulii jina, hatumwangushi kwenye mamlaka yake, wala hatumpunguzii chochote kwenye anavyomiliki. Chochote tunachokifanya kwa lugha au kwa namna ya kumgomea, athari inarudi kwetu sisi wenyewe. Wa mathaluhu, na mfano wa lugha hii aliyoitumia hapa Allah, kwamba aliziambia mbingu na ardhi, tendeni nitakavyo, mkipenda msipende. Hata katika binadamu lugha kama hii hutumiwa. Mfano wa mathaluhu, mfano wa lugha kama hii, qaulul qail, ni maneno ambayo anaweza akasema yoyote mmoja wetu, haswa washairi ndo wanakuwa wana lugha za ajabu ajabu. Kuna msemaji kasema, qala alhaitu, ukuta ulisema. Qala alhaitu, ukuta ulisema. Wengine husema ubao ulisema. Lilmismari, kuambia msumari, iwe ukuta au ubao. Lakini umesema ukuta au ubao kuambia msumari. Lima tashukuni, kwa nini unanipasua au unanitoboa we msumari? Qala, msumari ukasema kuujibu ukuta au kuujibu ubao, salman yadukuni, muulize anayenigonga mimi, si unaona kuna nyundo huko juu? Mimi kuingia kwenye mwili wako ukuta si hiari yangu, sina uwezo huo, lakini angalia nyuma yangu kuna nyundo ya kilo 2. Sasa ni lugha ya mshabaha, mmefahamu hivyo? Lakini ukuta hausemi, wala ubao haujapata hapo kuuliza msumari hata siku moja, lakini ni lugha hata watu wanatumia. Warawa Ibn Abbas qala, Ibn Abbas naye amesimulia akisema, qala Allahu ta'ala lisamai. Kwa mfano huo wa lugha aliyotumia Allah, Ibn Abbas katafsiri kwa kusema, Allah aliziambia mbingu baada ya kuziumba, atii, nataka utii, utekeleze nilichokusudia. Atulii shamsaki, toa jua lako. Sasa mbingu inamiliki jua, lakini Allah kaumba mbingu akakadiria na yanayohitajika mbinguni, na hayo anayoyakadiria yanayohitajika mbinguni nayo aliyafanya bila ya upinzani au kugomewa. Mbingu kaziambia, nataka ulitoe jua lako, wa kamaraki, na mwezi wako, wa nujumaki, na nyota zako. Yani alisharatibu anapanga nini kwenye maeneo ya juu. Yote hayakuwa na ugomaji wa aina yoyote. Waqala lil ardi, halafu Allah akaiambia ardhi, shaqiqi anharak, pasua mito yako, tengeneza maeneo ya kupita maji. Waajri shajaraka, wa akhriji shajaraka, na otesha miti yako. Yani kapanga juu ya ardhi pawe ni mahala penye uhai, ataotesha miti. Wa thimarak, na pia nataka uzalishe matunda yako ardhi. Mbingu zimepewa maagizo nini kinahitajika mbinguni, na ardhi ikapewa maagizo nini kinahitajika ardhini. Kwa hiyo mbingu na ardhi vikasema ala lisani alhali, baada ya Allah kuviambia ta'iataini, fanyeni hivyo kwa ridhaa yenu, au karihataini, au hata kama hamkupenda, mimi ninataka iwe hivyo, mkitaka msitake. Qala ta'ataina amraka ta'iataini, viumbe hivyo viwili havikugoma, havikusema mbona unatupa majukumu makubwa kama hayo, hatuyawezi, hatutaki. Vyote viwili vilikubali na viliridhia. Yote aliyoratibu Allah kwenye maeneo hayo yalifanyika bila ya resistance yoyote.
Wakhtarahu Ibn Jariri, tafsiri hii ya Ibn Abbasi kwenye aya hii ndiyo chaguo la Ibn Jariri, naye kaiwafiki tafsiri ya Ibn Abbas. Allah anaendelea kusema faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini, sikamaliza ardhi akaelekea kuseti mambo ya mbinguni. Kwa hiyo mbingu akaziamua ziwe mbingu 7. Qadahunna, kaamua, kapanga Allah mbinguni 7 samawatin, akaona aweke mbingu 7 fi yaumaini, zoezi hilo nalo kalifanya ndani ya siku 2. Yani sanahunna wa abda khalqahunna, Allah ameumba mbingu 7 na akaanzisha kwa mara ya kwanza umbo la kiumbe hicho cha mbingu 7 samawatin, akazipanga mbingu ziwe 7 fi wakti muqaddarin biyaumaini, duration, kipindi, time aliyotumia kwa makadirio ni kama siku zetu sisi 2. Fatamma khalqu samawati wal ardi fi 6 ayamin, kwa hiyo likatimia umbo la mbingu na ardhi kwa muda wa kiasi cha siku 6. Walau shaa, kama Allah angetaka, la khalaqahunna bilamhil basari, angeumba vyote hivyo kwa muda wa kupepesa jicho tu, lakini kutaja idadi ya siku kuonyesha katumia a period of time, maana yake tunafundishwa na sisi utaratibu, kama Mtume alivyotuambia. Allah anapenda mja wake akifanya kazi ya kitaaluma, basi aifanye kwa uwerevu, kwa weledi na ufanisi. Allah anapenda kazi nzuri kama yeye alivyofanya nzuri. Kwa hiyo fundi wa floor akinyosha floor, fundi wa meza na kitanda kama na yeye ni mzuri, kikiwekwa kitanda hakitikisiki, maana miguu yake imekubaliana na floor iliyonyoka. Lakini kama floor ina mabonde, kitanda kitakuwa kinaenda hivi na hivi. Au fundi wa kitanda kakosea vipimo, miguu mingine mirefu mingine mifupi, kitanda hakitokuwa na raha kwa mlaliaji. Munaonaje hiyo? Fundi wa engine naye anapima vizuri sana, anasema silinda zina upana sawa sawa, kwa sababu piston ziko sawa sawa, piston rod lazima ziwe sawa, uzito sawa, ndo patapatikana efficiency. Kukichezwa mchezo wa kuhitilafisha vipimo, hakuna kazi nzuri itakayofanyika. Kwa hiyo Allah anatufundisha tufanye vitu vyetu kwa ufanisi. Mmenifahamu vizuri? Haya. Walakin arada an yuallima ibadahu alhilma walanata, Allah alikuwa anakusudia kwa kutaja muda aliotumia kuwafundisha viumbe wake utaratibu na utulivu, uangalifu wanapofanya kazi zao. Umakini unahitajika. Wa auha fi kulli sama'in amraha, baada ya kuzikadiria Allah mbingu ziwe 7, kila mbingu kaipangia majukumu yake. Hii itatumika hivi, hii itafanya kazi hii, hapa nitaweka hivi, kama mtu anavyoweka nyumbani kwake mambo anayotaka kupanga. Kwa hiyo Allah kapanga kila mbingu akaiwekea majukumu yake. Auha fi kulli sama'in ma aradahu, Allah ameagiza kwenye kila mbingu yatendeke yale ambayo anataka kwenye mbingu hiyo yatendeke. Na hakuna kugoma huko. Kugoma kuko kwetu sisi. Usiibe, mtu anaiba. Usidhulumu, dhuluma mbaya anasema haijalishi, mimi nitadhulumu tu. Wanadhulumu wangapi? Swali basi nisujudie, anasema sifanyi biashara hiyo, mimi sioni faida yake. Binadamu mtata, lakini ndo kiumbe dhaifu. Yeye ndo mtu wa kugoma, kuhoji, viumbe vingine havijahoji. Kwa hiyo kakadiria kwenye kila mbingu anayotaka yafanyike kwenye mbingu hiyo. Wama amara bihi fiha, na akakadiria yatendeke yale ambayo ameamrisha maeneo haya yatumike hivi, yakawa. Qala Ibn Kathir, Ibn Kathir akasema naye kwenye aya hii, rataba fi kulli sama'in ma tuhtaju ilayhi, Allah ameratibu kwenye kila mbingu yanayohitajika kuwepo kwenye mbingu husika. Minal malaikati, kama malaika, maana ndo viumbe wa mbinguni.
wama fiha min al-ashyai, na mambo mbalimbali yaliyoko huko mbinguni, allati, mambo ambayo la ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua katika sisi yanayojiri huko mbinguni ila anayejua mwenyewe muumba wa mbingu. Kapanga vizuri na hakuna failure, mambo yake yote yamenyoka. Wazayyana samaa dunya bimasabiha, kesha tukaipamba mbingu ya kwanza kutoka mlipo nyinyi, tumeipamba kwa mataa. Wazayyana samaa dunya, tumeipamba mbingu ya kwanza kutoka hapo ardhini, bimasabiha wa hifdha, tukaweka nyota, tukaweka na ulinzi. Yani kuna silaha za kulinda dhidi ya wale majini wakorofi wanaoenda kusikiliza umbea na mambo yasiyo wahusu. Yani wazayyana samaa al-ula, tumelipamba eneo la mbingu ya mwanzo kutoka mlipo, alqaribatu minkum, mbingu iliyo karibu nanyi ukitoka ardhi, hiyo mbingu ya kwanza. Eneo hili baina ya ardhi na mbingu ndio Allah alilolipamba, bimasabiha wa hifdha, kaweka nyota mbalimbali. Na nyota ni jina moja tunaita generally, lakini kuna vitu vingi angani. Kuna planets, sayari, kuna comets, kuna hayo shooting stars ambao ndo vimondo, kuna stars, kuna na vitu vingine mbalimbali Allah kaweka katika eneo lililo chini ya mbingu ya kwanza. Tumepamba mbingu iliyo karibu yenu bilkawakib almunira almushriqa, tumepamba kwa nyota zinazotoa nuru na zinang'ara. Ala ahli al-ardhi, kwa watu wa ardhini wanaona juu usiku wakati jua halipo, kunapendeza kwa pambo la mpangilio wa hizo nyota. Halafu sio nyota tu, wa hirsan minashayatin, tumeweka na ulinzi, walinzi wenye silaha dhidi ya mashaitani. An tastamia ila almalai al'ala, ili mashaitani au majini wakorofi wasiende kusikiliza taarifa zinazotokana na vikao vya viumbe wa juu. Dhalika taqdiru al-aziz al-alim, yote hayo ni makadirio ya Mola mwenye nguvu na mwenye elimu, mjuzi wa kila kitu. Dhalika al-madhkur, mambo hayo mliotajiwa hapa, min al-khalqi wal-ibda'i, katika kuumbwa alivyovitaja Allah, na viumbe ambavyo yeye ndiye kavivumbua kwa mara ya kwanza, kabla yake havikuwepo. Huwa sunullahi, huo ni ufanyaji wa Allah. Allah ndo kafanya hivyo vitu kabla ya nyinyi kuwepo. Allah keshafanya vyote hivyo. Al-azizu fi mulkihi, al-alimu bimasalihi khalqihi, Allah ana nguvu kwenye ufalme wake, hashindwi na yoyote. Lakini pia Allah ni mwenye elimu katika anayoyafanya, yote huyafanya kitaalamu, hakuna analosukuma sukuma tu bila ya mpangilio. Anajua, al-alimu bimasalihi khalqihi, anajua maslahi ya viumbe wake. Hiyo ni taarifa kwa binadamu, hasa wale ambao hujifanya mamwamba wakorofi. Halafu mtume aliyefikisha hii taarifa akaambiwa na yeye na Mola wake, fa in a'radu, wafikishie waja wangu aya zangu hizi. Huenda wenye akili wakazifahamu wakaniheshimu, lakini inaweza ikafanyika tofauti. Fa in a'radu, ukiwafafanulia nini mimi Mola wao ninafanya na nini ambacho mimi nimewapangia, bado wakaendelea kukupuuza, faqul, wataarifu, wape taarifa hii, andhartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud, ninakutahadharisheni na adhabu au maangamizi mfano wa maangamizi yaliyowafika Adi na Thamud. Adi ni watu wa taifa la Iram ambao wamepelekewa mtume wao Nabii Hud alayhi salam, wakamkomalia, wakampinga na wakamwonyesha ubabe na umwamba. Na Thamud pia ni taifa kubwa lililokuja miaka mingi baada ya kuangamizwa taifa la Adi, na wao wakawa jeuri vile vile, nao pia Allah aliwaangamiza.
Kwa hiyo na watu wa Maka akaambiwa mtume wao ndugu yao awaambie, mnakoelekea munalitafuta liwafike lililowafika Adi na Thamud. Waambie, fa in aradu, kama watakupinga Muhammad watu wako, faqul, waambie andhartukum sa'iqatan, ninakutahadharisheni na maangamizi, mithla sa'iqati Adin wa Thamud, kama maangamizi yaliyowafika Adi na Thamud. Ai, maana yake fa in a'radu 'anil imani, ikiwa wataendelea kukupinga watu wako na wakagoma kukuamini, baada hadha albayani, baada ya ufafanuzi wote huu, nini Mola wao kawafanyia, bado wakaendelea kugoma, faqul lahum, wape taarifa hii, waambie kwamba inni ukhawifukum adhaban wa halakan, mimi ninakuhovisheni, ninakupeni onyo, angalizo, mutahadhari na kuja kufikwa na adhabu na maangamizi, hailan, ambayo hayatochukua muda mrefu. Kupelekwa mitume wakapingwa, nyinyi sio wa kwanza kupinga mitume. Walishapita watu wababe kuliko nyinyi, wana nguvu kuliko nyinyi, wana mali kuliko nyinyi, lakini walipowapinga mitume wao waliotumwa, Allah aliwashughulikia. Na nyinyi mmeletewa mtume, mnafanya kosa lile lile. Hasa nyinyi si watakatifu kwamba mfanye kosa ambalo wenzenu wamepewa adabu, nyie mbembelezwe tu muheshimiwe. Mnachokitafuta ni kama kilichowafika wenzenu waliofanya kosa kama mnalolifanya nyinyi, mutaangamizwa kama walivyoangamizwa Adi na Thamud. Mithla halaki Adin wa Thamud, kama maangamizi yaliyowafika Adi na Thamud, kuna hatari ya kuwafika na nyinyi vile vile, kwa sababu kosa ndo lile lile mnalolifanya. Wa ubira bil madhi, sentensi imekuja kwa kitenzi kilichopita. Andhartukum, hakusema undhirukum. Kitenzi kilichopita isharatun ila tahaqquqihi wa husulihi, likizungumzwa jambo linalotarajiwa kuja kwa lugha ya kitenzi kilichopita. Kama Allah akimwambia mtu nimeshakutia motoni, maana yake hiyo ni uhakika na haina namna ya kukwepa. Abu Lahabi katangaziwa kuingia motoni akiwa yuhai na akili yake timamu, haumwi, lakini kaendelea kuishi, kalinganiwa, kagoma mpaka kafa kafiri. Aya zimeshuka zikamhukumu wewe na mkeo motoni kweli, mpaka mauti yamewafika yeye na mkewe makafiri. Kwa hiyo kitenzi kilichopita kikizungumzwa kwa jambo linalotarajiwa kuja baadaye, linaashiria hili ni uhakika, la mahala, haitakuwa vinginevyo. Kwa hiyo Adi na Thamud walipelekewa mitume wakawapinga, na Makureshi wamepelekewa mtume ndugu yao wanampinga. Kilichowafika Adi na Thamud, tegemeeni na nyinyi wakati wowote kitawafika. Nini walifanya Adi na Thamud? Idh ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim, hawa Adi na Thamud wamepelekewa mitume nyuma yao na mbele yao. Yani kwa mfano sisi watu wa Mtume Muhammad tunasomewa taarifa za hao watu wa zamani, akina Nuhu. Nini kilijiri? Muda gani Nuhu kafanya kazi kulingania watu wake? Halafu faida iliyopatikanwa na matokeo, maamuzi yake Allah alipofanya aliamua vipi? Halafu na sisi tufanye yale yale ambayo tumeshaambiwa wenzenu walifanya hivi, lakini hatimaye walikuwa wakaidi, nimewaangamiza. Kwa hiyo unasomewa taarifa za waliopita nyuma upate mazingatio, ubadilike, lakini hubadiliki. Hawa Adi kabla ya kuangamizwa, mtume wao Hud kawaambia, angalieni nyinyi, Allah kakuwekeni makhalifa katika ardhi hii, baada ya kuwaangamiza watu wa Nuhu. Na athari za kuangamizwa kwa watu wa Nuhu kwa Adi haikuwa muda mrefu sana, wameziona.
Waandishi waliandika taarifa, wanasoma, lakini jeuri iliwazidi, wakampinga mtume wao mpaka wakaangamizwa. Na kuangamizwa kwa Adi, watu wa Thamudi walisimuliwa. Angalieni wenzenu walivyofanywa si muda mrefu kabla yenu. Kwa hiyo taarifa za waliopita tunasomewa, bado tunajitia hamnazo, tunazineglect, tunazikick out, nasema kama hazituhusu. Kwa hiyo hao walipelekewa taarifa za yaliyojiri kabla yao, na walipewa masomo ya wakati wao, na waliambiwa yatakayokuja baada yao, mpaka mambo ya akhera ya peponi au motoni. Bado hawakuelewa chochote. Kwa hiyo hawa idhjaathumur rusulu, walipelekewa wakawafika mitume, min baini aidihim wa min khalfihim, mitume ambao walikuja kabla yao na wakapewa taarifa za watakaokuja baada yao. Hina jaatuhumur rusulu, hawa taarifa zao tunasomewa pale walipojiwa na mitume, min kulli jawanibihim, kutoka kwenye zama zao zote za mbele na zilizopita kabla yao. Wajtahadu, na hao mitume waliotumwa kwenye mataifa haya walijitahidi sana kuwalingania watu wao wawaokoe na matokeo mabaya. Wajtahadu fi hidayatihim, mitume hawakukaa bure, walipambana, walijitahidi kuwaongoa watu wao. Min kulli jihatin, walitumia methodi tofauti za dawa, walijitahidi kwa kila namna. Waalamu fihim kulla hilatin waamalu fihim kulla hilatin, na hawa mitume wao walitumia kila mbinu za ulinganiaji. Mara wanabadilisha hivi, kama alivyosema Nabii Nuh, rabbi inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Yani nimebadilisha mbinu mbalimbali, labda kwa hii kuna kizuizi fulani, nikiwakusanya pamoja labda wanashawishiana. Nuhu kafanya juhudi mpaka ya kumfata mtu mmoja mmoja nyumbani kwake, ndo israr. Bwana, tunaongea mimi na wewe, anampa point, hoja za msingi, dalili, lakini pia juhudi zote hizo hazikuzaa matunda. Kwa hiyo mitume wametumwa na walichokifanya kimeonekanwa. Allah kawasifu na kawalipa kwa juhudi yao, lakini watu wao walikuwa sio. Falam yarau minhum illa al-utuwa wal-i'rab, hawa waliopelekewa mitume hawakuona chochote cha maana kwa wale mitume wao, isipokuwa cha maana walichokiona ni jeuri na kupinga tu. Kila wanachoambiwa wanapinga tu. Sasa na sisi kama ndo tunaenda mwendo huo, kila tunachoambiwa ni jeuri na kupinga tu. Unasikiliza alafu unaacha hapo hapo, humkomoi mtu. Hiyo ni kama ni faida ni yako mwenyewe, na kama ni hasara ni yako mwenyewe. Ujumbe unakuwa umeshafika na ushahidi upo. Hawa mitume waliwaambia watu wao kwa mapenzi kabisa, alla ta'budu illa Allah, enyi watu wangu, nyinyi mmeumbwa, muumba wenu hataki ashirikishwe kwenye suala la ibada, msimfanyie yoyote ila Allah peke yake. Ndio ujumbe mkuu wa mitume wote, ani'budullaha wajtanibu taghuta, munapaswa mumwabudu Allah aliyewaumba, anawahudumia. Acheni vitu vya kupanga au vya kurithi kwa wazee wenu. Mitume ndo walivyofanya hivyo, waliwaelekeza katika haki watu wao kwa kuwaambia alla ta'budu illa Allah, hapa duniani hampaswi kumwabudu yoyote ila anayepasa kuabudiwa ni Allah peke yake. Yaani mitume walichofanya kwa watu wao, wamewaambia bi alla ta'budu illa Allah wahda, hampaswi kufanya ibada kumwabudu yoyote katika ulimwengu huu ila mumwabudu Allah peke yake. Kama sisi tunavyosema kwenye sala zetu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, Mola wetu kwa masala ya ibada sisi tunakuabudu wewe tu, hatumwabudu mwingine pamoja nawe. Na kwenye shida na haja zetu msaada tunataka kwako tu. Lakini wengine wanafanya hivyo kwenye sala, lakini waongo, wanamtapeli Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiondoka hapo, kuna wengine wanaokwenda kuabudu, na kwa shida zao kuna mwingine wanamoenda kutaka msaada bila ya ridhaa ya Allah.
Hapa akisimama anamdanganya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akitoka kuna wengine anaenda kuwaabudia, na haja zake kuna mahala pengine anaenda kuomba msaada, tena kinyume na ridhaa ya Allah. Qalu, hao waliopelekewa mitume, waliopigiwa mfano hapa Adi na Thamud, waliwajibu mitume wao hivi. Qalu, walisema Adi na Thamud, lau shaa rabbuna, kama Mola wetu angetaka. Yani wanajua Mola yupo muumba. Watu wa sasa wanamuita the creator. Wanajua ulimwengu unaye muumba wake, lakini wanasema yeye ana mambo yake huko mbinguni, yetu sisi hapaswi kuyaingilia. Sisi tunajiongoza wenyewe, tuna elimu zetu. Mmefahamu hivyo eh? Na wanaona ni kioja wale wa zamani mpaka wa sasa, kwamba kuna mtu atia anasema anapokea maagizo kutoka kwa Mungu. Wanasema Mungu na mambo yake na hadhi yake adili na wewe udai uwe mtume wewe. Kwa hiyo Nuhu kaambiwa hivyo, Hud kaambiwa hivyo, Saleh kaambiwa hivyo, hata mtume wetu Muhammad pia kaambiwa hivyo. Wewe ndo unadai mtume wa Mungu, Mungu akakuchague wewe uwe mtume. Kwa hiyo walisema watu hao, lau shaa rabbuna, kama angetaka Mola wetu, la anzala malaikatan, angetaka kutuletea ujumbe wake atufikishie sisi, angetuma malaika. Maana Allah yuko mbinguni na huko viumbe wake alionao ni malaika. Angemtuma malaika akaja akatuhutubia nini Mola wetu anataka. Hatuamini kwamba wewe umetumwa na Mungu. Wewe nani hata Mungu aache yake aje akutafute wewe akupe ujumbe wake? Nani wewe? Umimi huo unatawala. Lau shaa rabbuna, kama angetaka Mola wetu, la anzala malaikatan, angeteremsha malaika akawa mtume wake. Yani lau shaa rabbuna irsala rasulin, kama Mola wetu angetaka kututumia mjumbe, la ja'alahu malakan la bashara, mjumbe wake lazima angekuwa malaika, sio binadamu. Allah hadili na binadamu kama hivi unavyotuambia kirahisi tu wewe uwe mtume wa Mungu. Mbona tuna watukufu wetu wengi, waheshimiwa wengi, kama Allah alitaka kumtumia binadamu, si angewateua hawa wakubwa wetu? Hata mtume wetu Muhammad kaambiwa na watu wake wa Maka, laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim. Qurani imenyooka, hatuwezi kuipinga, iko sawa, lakini Qurani hii kwa nini apewe huyu yatima wa Abdul Muttalib? Kwa nini asipewe mtu mmoja tunayemheshimu, mtukufu katika viongozi wetu wa miji yetu miwili mikubwa? Wanamaanisha Maka na Taif. Hivi Allah hakuwaona hawa watukufu wetu ambao wakitoa agizo tunanyenyekea, tunatekeleza, wakitoa tamko kwetu linakuwa ni sheria? Akamtafute huyu yatima masikini fakiri ndo awe mtume wake. Kama angetaka angetuma malaika, anao malaika wengi tu, lakini malaika si wanatumwa wanakuja kuwashukia mitume wa binadamu? Na huyu mnayemkana si analetewa ujumbe wa Mungu na malaika? Hawataki kuelewa. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun, hatimaye wakasema watu wa umma hizo kuwaambia mitume wao, sisi hicho mlichotumwa tunakikataa. Kama angetaka Mola wetu kutuletea mjumbe, angetuletea mjumbe malaika, sio nyinyi. Hasa nyinyi kama mmetumwa, hicho mlichotumwa mfikishe kwetu, sisi tunakikataa. Hatuwakubali wala hatuwatambui nyinyi kuwa ni mitume. Fa inna kafiruna birisalatikum, sisi tunakanusha utume wenu. Hatuwezi kukubali kwamba nyinyi Allah kawateua muwe mitume wake. La natba'ukum wa antum basharun mithluna, hatuwezi kuacha yetu taratibu zetu sera zetu tukakufuateni nyinyi wakati nyinyi ni binadamu kama sisi. Kama nyinyi mnafikiri na sisi tuna uwezo wa kufikiri. Mkijiona nyinyi wajanja, sisi tumekuzidini mara nyingi kwa ujanja. Hamuwezi mkatuweka kitako sisi tuobey orders kutoka kwenu. Kwa hiyo ziko njia nyingine Allah angependa
angezitumia, angetuma malaika, sio mtu kama wewe. Wa fi qawlihim bima ursiltum, kuna neno hapo Allah kanukuu, fa inna bima ursiltum bihi kafirun, sisi hicho mlichotumwa kwacho tunakikataa. Sasa kauli yao hii bima ursiltum darbu min atahakumi wasukhriya, hii ni aina ya dharau na kejeli, yani wanamshusha mtu mpaka inapita budi, wanamdharau kupita maelezo. Atahakum wasukhriyati bihim, wamewadharau na kuwakejeli mitume wao. Fabaghau waatau wasau, kwa hiyo wakafanya baghi, wakagoma na wakatengeneza uasi na wakazidi jeuri kuzigomea amri zote za Allah walizopewa na mitume wao. Watakabbaru ala ibadillahi, halafu wakafanya kibri, kuwafanyia kibri waja wa Allah. Waja wa Allah ni yule mtume na wale waliomkubali mtume, anamaanisha Hudun wa man amana minhum maahu. Wamemkanusha mtume wao Hud na wakawakanusha wale waliomkubali Hud katika waumini waliomwamini mtume wao, bighairi istihqaqin litaazumi walisti'lai. Hawakuwa na haki ya kufanya hivyo, kumkanusha mtume na kugombana na waliomkubali mtume. Hawakuwa na haki ya kufanya hivyo, lakini wenyewe walijiona ni udhamaun, wakubwa. Walisti'lai, wakasema kama ni uongozi sisi ndo tunastahiki tuwe viongozi, sio yeye awe kiongozi kwetu. Hata Taluti alipoteuliwa, tunasoma kwenye suratul Baqara, walimkataa kwa vigezo viwili. Wakasema anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mali, tutakubalije kuongozwa na Talut na sisi ndio tunaostahiki uongozi kuliko yeye, na sisi ndo tuko kwenye chama tawala for so long, tuna uzoefu kwenye mambo ya uongozi, tukachagulia kiongozi from nowhere, halafu kiongozi wenyewe lam yu'ta sa'atan min almali, lofa, fakiri, hana chochote katika mali, tutaongozwaje na mtu maskini? Kwa hiyo vigezo vyao vilikuwa ni uzoefu katika uongozi, sisi ndo wenye chama tawala. Na kigezo cha pili ni mtu lazima awe na uwezo, awe na maisha, ndo aweze kumiliki kutuongoza sisi. Huyu lofa hana vigezo vya kutuongoza, wakati wao wenyewe ndo walotoka wakenda kwa nabii wao kuomba kiongozi, lakini hatimaye wakazaa jeuri na maneno ya dharau kama hayo. Wakalu, alafu wakasema watu wa Hud, man ashaddu minna quwwa. Walipoambiwa na wakhofisha na adhabu, wakasema usitutishie adhabu sisi. Hivi katika ulimwengu huu nani ana nguvu kuliko sisi? Hudi unatutishia sisi nyau. Man ashaddu minna quwwa, katika hii dunia nani ana nguvu kutuzidi sisi? Yani tuna uwezo wa kujilinda, wa kujihami, na hakuna baya lolote litakalotufika sisi. Wewe ondoka na yako tu, usitusumbue. Wakalu, walisema watu wa Hud, ightiraran biquwwatihim, kwa kudanganyika na nguvu zao walizokuwa nazo. Lamma khuwifu bil adhabi, maneno haya waliyasema pale walipokhofishwa adhabu kama iliyowafika waliopita kabla yao. Walipokhofishwa adhabu wakasema kumwambia mtume wao, la ahadun aqwa minna, katika dunia hii hakuna yoyote aliyetuzidi nguvu, sisi tuko vizuri kiulinzi. Na unajua mziki wetu tunapoingia kwenye mapambano, na kweli hata mtume wao wakati mwingine kwenye suratu Shuara kawasifia, wa idha batashtum jabbarin, mukipigana na maadui zenu mnapigana kibabe. Hiyo ni neema ya nguvu aliyokupeni Allah, mshukuruni. Basi bado haikusaidia. Kweli walikuwa wana nguvu na wakadanganyika kwa nguvu walizokuwa nazo,
wakaiangalia dunia, wakasema sisi hatupigiki na mtu yoyote, hakuna anatuweza. La ahadun aqwa minna, hakuna yoyote mwenye nguvu kutushinda sisi. Fanahnu nastati'u an nadfa al-adhab, sisi wenyewe kwa dola yetu tumejipanga na tunao uwezo wa kureject adhabu yoyote, tunao uwezo wa kujilinda. Ana anfusina, sisi wenyewe tunao uwezo wa kujilinda. Bifadli quwwatina, kwa sababu ya nguvu zetu za ziada tulizonazo, tuko vizuri, usitutishie adhabu. Qala Abu Saudi, mwanawachuoni Abu Saudi amesema, kanu dhawi ajsamin tiwalin, watu wa Hud Allah aliwaumba wana maumbo makubwa, warefu kwenda juu. Kwenye suratul Fajr kawasifia kwa kusema allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, baada ya kuangamiza hao Adul ula, anasema sijaumba tena mfano wa watu wale kwenye miji mingine duniani. Wale tena kila wanaokuja Allah anatupunguza. Kama kuna mtu alikuwa anafika futi 20, sasa hivi mtu ana urefu wa futi 4 na inchi 8 ndo mtu mzima futi 4 inchi 8 ndo mtu mzima. Kapanda futi 5, ikitokezea akenda kwenye futi 6 anawekwa kwenye buku la rekodi za dunia, Guinness Book of World Records, mtu mrefu. Lakini hao walikuwa wamepanda juu, warefu, na alafu wakunjufu wa maungo, wapana, wana nguvu, sio mchezo. Wa khalqun azimun, walikuwa juu kimo kirefu na wapana, wana umbo kubwa. Wakad balagha min quwwatihim, na walifikia kiwango cha nguvu zao. Anna rajula, hakika ya mtu mmoja, kana yanzi'u sakhra, alikuwa na uwezo wa kung'oa jiwe katika ardhi. Min aljabali, katika mwamba au jiwe kubwa, anavunja jiwe kwa mkono wake. Fayaktaliha biyadihi, analing'oa kwa kutumia mkono wake mwenyewe. We mpaka upate nyundo kubwa, wakati mwingine usaidiwe na chisel au upige drili litoke pande uweke pembeni. Yeye lile jiwe mwenyewe anaweza kuvunja kwa mkono wake tu. Hao ndo Adi. Hasa wanajisifia, maana ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu kuliko sisi mpaka ututishie adhabu? Tuna uwezo wa kujilinda. Allah akauliza yeye mwenyewe akasema, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa, hivi tuseme hao watu ndo wamejingikiwa kiasi chote hicho kusema hapa duniani hakuna anayewaweza? Awalam yarau, hivi hawaoni, bimaana hawajui, anna Allah alladhi khalaqahum, kwamba Allah aliyewaumba, huwa ashaddu minhum quwwa, aliyewaumba wao ana nguvu zaidi kuliko wao walioumbwa. Hili pia hawajaliona. Hii shekhe anasema jumlatu itiradhia, ni sentensi imeingilia kati maelezo. Baada ya kauli ya waliojigamba nani ana nguvu kutuzidi sisi, Allah akaweka hiyo expression kusema hivi, hata hawanioni mimi niliyewaumba kwamba nimewazidi nguvu? Litadhibi mimma qalatihim shania, hii ameiweka Allah sentensi inahalalisha waadhibiwe kutokana na maneno yao mabaya waliotamka. Maana mpaka Allah wamemtoa katika anayewaweza, hayumo. Inamaanisha kwamba hata Mungu hawawezi. Kule kwetu katika vipindi vya siasa, kuna bwana mmoja alisema kuambia wapinzani wake, nyewe wapinzani kila kitu mnasema Mungu Mungu, kwani huyo Mungu wenu peke yenu? Na si Mungu tunamjua vile vile. Sasa kwa taarifa yenu, sisi tuna mbinu kwenye mambo ya uchaguzi 335. Tumetumia mbinu 3 tu
hamtuwezi. Sasa kwa taarifa yenu, mara hii tunakuja na mbinu hata Mungu mwenyewe hajaishtukia hiyo. Aliishi siku 3 huyu bwana, ya 4 watu wakamzika. Hakupigwa na mtu wala hakujibiwa. Maneno wakati mwingine yanapozidi kiwango yanamharakisha msemaji aadhibiwe. Kufuru inakuwa kubwa. Kasema tuna mbinu mara hii Mungu mwenyewe hajaishtukia. Kaishi siku 3, kenda na maji, wala hakupigwa na mtu. Kwa hiyo na hawa nao wamesema maneno mabaya, japo wao wameona ya kawaida, lakini ni maneno mabaya ambayo yalistahiki kuharakishiwa adhabu. Walmaana, na maana ya maneno aliyosema Allah, aghfalu an qudrati llahi, viumbe wangu hawa walighafilika na uwezo wa Allah mola wao mimi. Hata mimi wamenitoa katika hisabu ya wale ambao hawawawezi. Walam yaalamu, wamesema maneno yao hayo wakati hawakujua wanavyojifanya, hawajui anna Allah al-azim al-jalila, kwamba Allah mkuu mtukufu, alladhi khalaqahum, ambaye yeye ndiye aliyewaumba hawa watu, wa khalaqa al-kainati, na Allah ndiye aliyeumba ulimwengu ambao wao wanaishi, na aliyewapa hivyo wanavyojifakarishia mali, madaraka, afya, wanavuta pumzi, damu inaenda mwilini, we hata ukilala moyo unapiga, unasukuma, unarejesha. Hiyo huduma unahudumiwa vo. We ukilala pumzi unafanya inhale exhale, unahudumiwa hivyo. Anayekuhudumia pia unasema humjui. Hii ishara zote hizi husomi kitu, na jeuri unatoa. Kwa hiyo nasema hakuna anayetuweza, hata Allah pia wamemtoa. Huwa a'dhamu minhum quwwa, wajue Allah aliyewaumba na anawahudumia, huwa a'dhamu minhum quwwa, yeye Allah ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko wao. Akikuzuilia pumzi second 5 tu huna uhai. Akisema upate heart failure umekwisha, lakini bado anakuhudumia tena kwa gharama kubwa, na jeuri unakuwa nayo. Huwa adhamu minhum quwwa, Allah ana nguvu kuliko wao, wa qudra, na ana uwezo kuliko wao. Wa kanu biayatina yajhadun, hawa ni watu ambao aya zetu zile za kitabu na aya za miujiza vyote wamevibeza na wakavipinga. Juhudi kubwa imetumika kuwasomesha, kuwaelekeza, kuwaongoza, hawakuhitaji chochote kwenye mwongozo wa Allah. Wakanu bimuujizatina, walikuwa miujiza yote tuliyowapelekea, yajhaduna, wanajipinga. Qala Razi, amesema mwanawachuoni Fakhru Razi, innahum kanu yaarifuna annaha haqqun, wallahi walikuwa wanajua kwamba wanayoambiwa na mtume wao ni kweli, wanajua fika wanayoambiwa ni kweli. Walakinnahum jahadu, lakini waliamua kupinga tu ili wapate lile linalowaweka mjini. Kama yajhadu almaudu alwadia, kama vile anavyopinga yule mwenye kuaga anayemuaga. Bwana, kwa heri, kwa heri, kila mtu anaenda upande wake. Kwa hiyo na wao wamefanyiwa ihsani, wakapelekewa mtaalamu, mwalimu awaelekeze ustaarabu na njia ya mafanikio, wakapinga kata, hawakutaka chochote mpaka wameangamizwa. Sasa aliyeshinda hapo nani? Wamepata au wamepatikanwa? Wamedhulumiwa au wamejidhulumu wenyewe? Kwa hiyo tulisema tuishie hapo. Narudia tena mara moja, kwa leo inatosha darasa yetu mpaka hapo, aya ya 16. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn,
Sema ewe Mtume, ewe Muhammad, waambie watu wako, hivi nyinyi jamaa zangu, munamkufuru Mola ambaye kaumba ardhi yenu hii kwa muda wa siku 2, watajaluna lahu andada, na mnamfanya kuwa ana washirika, mmetengeneza washirika wake, na ilhali anastahiki abudiwe peke yake. Dhalika rabbul alamin, huyu aliyekuumbieni ardhi na mambo yake mnayonufaika nayo, huyo ndo Mola wa walimwengu, Mola wa viumbe wote waliopo ulimwenguni, ni Mola mmoja. Wajaala fiha rawasiya min fawqiha, Mola wenu huyu ndiye aliyejalia katika ardhi yenu hii milima juu yake. Wabaraka fiha, na Mola wenu ameibariki ardhi kwa kuweka manufaa mengi kwa ajili yenu. Waqaddara fiha aqwataha, Allah Mola wenu amefanya makadirio ya riziki kwa ajili ya viumbe wote. Pametajwa Adi na Thamud. Sasa ama Adi hawa, fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi, walikuwa na tabia ya kibri hapa ardhini na hawakustahiki kuwa na tabia hiyo. Wanamfanyia nani kibri? Fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi, watu wa Adi walifanya kibri, walitakabari katika ardhi hii ya Allah pasi na kustahiki kufanya hivyo. Waqalu, na wakasema kwa kibri chao, man ashaddu minna quwwa, nani ana nguvu kuliko sisi? Nani anatuzidi nguvu hapa duniani? Awalam yarau, Allah anasema kwani hawaoni, anna Allah alladhi khalaqahum, kwamba Allah aliyewaumba, huwa ashaddu minhum quwwa, ana nguvu yeye Allah kuliko wao. Allah kawazidi hawa nguvu. Wakanu biayatina yajhadun, na walikuwa tabia yao ishara zetu zote wao waliamua kuzikataa, wamezipinga. Kwa hiyo mitume na aya walizowasomea, miujiza walioonyesha, vyote havikusaidia kitu, mpaka Allah akaamua kuwafuta katika ardhi. Wallahu a'lamu. Wa ala hadha alqadir yaqif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi. Kwa darasa ambayo nazidi kutupa maslaha. Kwa hiyo kama kuna maswali mawili matatu, inshallah utakuwa na darasa, basi naweza kuuliza ni swali. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mmoja anauliza swali kwa Sheikh, vipi ili swala la ardhi? Anasema sawa, kuna mbingu sana, kuna ardhi sana. Hii ndio wakati sisi tunaingia kwa ardhi. Hizi zikoje au ziko wapi? Haya, inshallah. Mbingu 7, lakini hatuna knowledge na hizo mbingu zikoje, wala hatujui unene wake kutoka chini mpaka juu, na hatujui masafa baina ya mbingu na mbingu ni maili milioni ngapi. Lakini kuhusu ardhi, ardhi ni hii moja tunayokaa juu yake, ila Allah akasema ardhi ziko 7 kwa sababu ardhi imeshikana. Hizo ardhi 7 zimeshikana lea zake, hazina space tupu baina ya ardhi moja na nyingine, kama unavyoona yai vile. Kuna kiini cha njano, halafu kuna ugamba mzuri mwembamba unaodhibiti kile kiini, hata kikitoka unaona kiko kwenye nguo yake, ni lea nayo ile. Halafu kuna ule ute mweupe, juu yake kuna kava nyepesi kama kitambaa nayo, halafu juu yake ndo linakaa lile gamba gumu. Sasa na ardhi nayo kuna mento core huko chini, halafu ndo kuna na hizo lea nyingine 7 mpaka kufika hapa juu tunapoishi sisi.
Wallahu a'lam. Bila shaka. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, ikizungumzwa siku maana yake huwa ni saa 24 zenye usiku na mchana, ndo siku moja. Sasa kafanya hiyo kazi siku 4. Hata alipotaja adhabu ya hawa Adi, Allah kasema ni wiki moja, lakini ina michana 8, 7 layalin wa 8 ayamin husuma, misiku 7 na michana 8. Yani kwa kuainisha anahesabu saa 24 usiku na mchana. Ila nilitegemea labda utaniuliza swali la kuhusiana na hizi hisabu. Kuna bwana mmoja Mkristo alimuendea mwalimu katika hao watu wenye kufanya dawa, akaambia, nyinyi Mungu wenu mwenyewe hisabu zinamchanganya, alafu mtatuambiaje tusilimu? Hisabu zinamchanganya vipi? Akamnukulia aya inayosema khalaqa samawati wal arda fi 6 ayami, kaumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6. Halafu akamsomea na hii mchanganuo kwamba kaumba ardhi na siku 2 fi yaumaini, halafu akaseti mahitaji ya ardhini kwa muda wa siku 4 zikawa 6. Thumma stawa ila samai wa qadahunna 7 samawati fi yaumaini, hapo ni 6 au 8? Nilitegemea labda unaniuliza hilo. Sasa katamba yule mzungu anasema, is your God doesn't know even a simple arithmetics? Hivi Mungu wenu hajui hata hivi vihesabu vidogo vidogo vya kujumlisha? Kule kasema siku 6 kaumba mbingu na ardhi. Hapa anakuja kusema kaumba siku 2 ardhi, siku 4 akaweka huduma, siku 2 akaseti mbingu. Sasa 2 na 4 ni 6. Hizi 2 za mbinguni si ndo 8? Wewe hujaiona hiyo? Nilifikiria unaniuliza hilo. Lakini hili jawabu yake imo katika sura ya 21 aya ya 30. Awalam yarau anna Allaha awalam yara alladhina kafaru, hivi hawa makafiri hawaoni? Maana waumini huwa hawapingi pingi, wanaamini. Lakini hawa wasioamini, hawa wanaohoji vitu kama hivyo, awalam yara alladhina kafaru, hivi hawaoni hawa makafiri pamoja na elimu zao walizonazo, anna samawati wal arda kanata ratqa, hizo mbingu hizo na ardhi yake vilikuwa vimeshikana, kuumbwa kwake viliumbwa pamoja. Kwa hiyo mahesabu ya siku 6 yana-apply kufanya yote hayo kwa wakati mmoja. Fafataknahuma, tulichokifanya tumevitenganisha tu. Fataki ni kuvunja, kama unavokata mti kwa panga, ukipiga tu pigo moja, kipande huku kipande huku, si ndio? Kwa hiyo mbingu, kazi za mbinguni na ardhini zilifanywa pamoja kwa kipindi cha hizo siku 6. Halafu Allah akaziseparate tu, hivi vikapanda huko vikaenda huko na hichi kikabaki huku, akaseti vitu vyake sawa sawa. Hivi nikuulize na wewe swali, ushawahi kula ndizi changa bila kupika? Hujawahi kula? Embe changa, je, ile kwetu tunaita koga, ushakula? Hujawahi kula? Embe mbichi, si changa lakini mbichi, umekula? Umekula? Mbivu najua unakula. Sasa yale mabadiliko, embe ni ile ile, lakini ladha yake ikiwa changa koga tofauti na ikipea.
na ikikomaa inaingia utamu. Anayekuja akatia ile sukari mle nani, unamuona wewe? Imeumbwa ile embe iwe tamu tangu siku ya kwanza ua lilipochanganya mbegu, lakini vile vitu vinaenda gradually, hatua baada ya hatua. Na mie na wewe hatukuzaliwa hivi hivi, lakini tangu ulipozaliwa wazee walisema yuko mwanamume, bibi asema mume wangu kaja. Unaona, tangu zamani walikuta mwanamume, lakini ungeenda kuposa una umri wa miaka 2, nani angekupa mke? Hujafikia hatua, lakini ni mwanamume tayari ulikuwa. Allah kesha kuumba kakamilisha kila kitu, vitu vingine vinajiseti kadiri unavyokuwa. Kwa hiyo mambo yote alishayaratibu kwa pamoja mwenyewe tu kwa uwezo wake. Anasema nikafanya hivi kwa kipindi hichi, na hicho kipindi tumesema ni makadirio ya siku zenu. Kama ni nyinyi ilikuwa kama siku 2 hivi, na kazi hii ilikuwa kama siku 4, na kazi hii ilikuwa kama, ndo hivyo. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lengo lao wenyewe la kuwepo, kama sijafahamu vizuri swali lako, uwezo wao ulitokana na nini? Uwezo wao ulitoka Unataka kujua sababu ya kuwa wao washirikina, sio? Sawa sawa. Sababu ya hawa watu kuwa washirikina mpaka wakaabudu masanamu, Qur'ani aya nyingi zinatufahamisha kwamba sisi binadamu tuna adui, na adui yetu ni shaitani. Yuko bosi wao Iblisi anaitwa, lakini ana generation kubwa, ana kizazi kikubwa mashallah. Kwa idadi wao ni wengi kuliko sisi binadamu, majini. Sasa hawa huwa hawapendi sisi tuongokewe twende peponi, kama alivyogoma Ibilisi. Yesu anasema ni old kama, kaumbwa Adam new kama, anaambiwa yeye old kama amuheshimu new kama. Hicho ndo kilichompa yeye dharau yote. Kwa hiyo kachukua tenda ya kwamba atawapotosha binadamu wote. Kwa hiyo uhai wa kiimani wa binadamu lazima uendane na wahai, muongozo wa Rahmani. Allah anawasifia watu wa Maka, walipitiwa na muda mrefu hawajapelekewa mtume pale kwao. Sasa mahala panapo usimamizi mzuri mambo yanaenda sawa. Akiondoka msimamizi, basi mambo huharibika taratibu. Hata huko nyuma wakati wa Nabii Adam alikuwa anaongoza watoto wake kwa mujibu wa dini ya Allah. Wahalifu walikuwepo, makafiri alikuwa anazaa, lakini madam kuna usimamizi, kuna utawala unao uwezo wa kugovern mambo. Ndio maana serikali inaitwa government. Umenifahamu? Wewe ukiambiwa hapa bwana umeenda speed zaidi ya 50, hukuona road sign, bwana ninakuandikia control number, unaenda kulipa. Kama unazo utafanya jeuri ya kuwa nazo, kama huna unachunga, kwa sababu pana sharia. Umenifahamu vizuri? Wale watu, asili ya watu wa pale ni Nabii Ibrahim na mwanawe Ismail, walikuwa wanaongozwa vizuri kidini, na ile Kaaba ilikuwa inaendeshwa kwa kuadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alipoondoka Nabii Ismail pale hapajaja mtume tena kwa kipindi kirefu, na shaitani kafanya kazi ya kuwapotosha taratibu mpaka wakafikia hatua akawaabudisha masanamu. Kama wakati wa Nabii Nuhu, si Nabii Nuhu anasema wanahusiana, wala tadharuna alihatakum wala tadharuna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Yale majina ni ya watu wema, mashekhe wacha Mungu, lakini taratibu shaitani generation baada ya generation kawapambia. Walipoondoka wale watu wema, kizazi cha kwanza akakiambia
kwa njia ya ilhamu, hajawahutubia mkutano wa hadhara. Hawa wakubwa wenu wameondoka, waenzini basi, mtawasahau. Wataalamu wa kuchora wako wakachora picha wakazibandika kwenye kuta ili wasiwasahau. Lakini ana mahesabu ya muda mrefu. Ibilisi ana long term plan na ana short term plan pia. Kizazi kilichokuja baada ya hawa kufariki akakiambia, hawa ndo wazee wenu walikuwa wanaabudia, na hizi picha mnaona zinachakaa, basi tengenezeni taswira za kudumu hivi. Wakachonga masanamu, taratibu yakaanza kuabudiwa. Wakaambiwa, hii ndo miungu yenu, miungu ya wazee wenu. Kumbe walikuwa ni mashehe wao na viongozi wa dini. Kwa na watu wa Maka, Allah mwenyewe anawasifia kwa kusema, kumwambia mtume wake, litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun. Nimekutuma hapa Muhammadi, uwaonye, uwalinganie hawa watu. Hawa wazazi wao hawakuletewa mlinganizi kwa kipindi kirefu, kwa hiyo wameghafilika. Hata sisi, mimi na wewe, Qur'ani hii ukiisoma inakaa moyoni, unasoma fluently. Ukaidharau inatoka, utasema tena nilikuwa nimehifadhi hivyo, lakini siku hizi nimezisahau. Inatoka, ukiipuuza na yenyewe inaondoka. Imani hutakiwa ilelewe, na mtu lazima awe na bidii ya kuitunza. Ukiidharau basi na yenyewe huwa haikai. Hiyo ndo sababu iliyopelekea wale wakawa washirikina. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Niulize kama nalijua, kama silijui mashekhe watanisaidia. Makusudi umenifuata uniulize hilo swali. Qur'ani imezungumza kwa upana sana visa vingi tu vya wana wa Israeli, lakini hicho unachoulizia, mtume wao aliambiwa awapeleke kwenye ardhi moja wakaishi huko Palestine baada ya kutoka Misri. Hiyo ardhi walioambiwa waende ina wababe wa vita. Wakamwambia mtume wao, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, unatuambia twende nchi ile nchi watu wake wababe, kwa hiyo hatuendi. Wakatokea wale wanaoimani wakawanasihi wenzao, jamani, lakini hii mnayojaji si amri ya Mungu? Mungu mwenyewe anajua alichokiamrisha, twendeni tuingie tu kwa unyenyekevu, tutakuwa kwenye amani. Walio wengi wale wang'ang'anizi wa misimamo yao wakamwambia Musa, sisi tutakwambia mle kuna watu wababe na sisi hatuwezi kupambana nao, na hawatuvumilia kuingia kwetu pale. Sasa kama vipi, nenda we na Mungu wako mkapambane, mkiwashinda wababe wale, sisi tumekaa hapa tunakusubiri, utakuja kutuchukua twende. Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Nenda we na Mungu wako mkapambane kwanza na wale jamaa, mkiwashinda sisi tuko hapa tunakusubiri, utakuja kutuchukua twende. Wako hivyo wana wa Israeli. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako, nadhani ulikuwa unalenga pointi hiyo. Walimkera Mungu. Kwa hiyo Allah akawaambia adabu yao ninawanyima mahala pazuri pa kuishi, wataishi majangwani kwa muda wa miaka 40. Kwa hiyo wakawa wanaishi miaka 40 homeless. Na kwa hikma ya Allah, miaka 40 hawa watu wana nidhamu ya kuwaheshimu viongozi wao, na watoto wanawaheshimu wazazi wao. Lakini kwa muda wa miaka 40 hawa viongozi na wazazi conservative wengi watakuwa wameshakufa. Kizazi kilicho na mtume wao kinacholelewa kwenye maadili kinaweza kikapokea maagizo halali baadaye. Na ndivyo ilivyokuwa. To make a long story short, ni hivyo.
Umenielewa? Haya, inshallah. Sasa naona alhamdulillah, majibu maswali ulizo na majibu alhamdulillah, Sheikh amejibu vizuri sana. Kwa hiyo tumwachie Sheikh msike, inshallah kesho kwenye maswali yao tutaendeleza inshallah. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.